Naam, katika tamthilia hii mpya kabisa ya Your Love is My Fortuna, tunaona leo baada ya Benja kukaa kwa muda mrefu akiwa hajapata furaha kabisa, baada ya kumwona bibi Natalia anakuja katika familia yao na kuanza kuishi na wao kama familia, basi alifurahishwa sana mpaka kupelekea akaota ndoto. Yani wakati amelala usiku akajikuta anamuota Natalia, na haikuwa anamuota kwa nia mbaya au alikuwa anamuota kwa mambo mabaya. Alikuwa anamuota vizuri tu. Aliota yeye amekutana na mama yake, lakini pia alianza kumhadithia uzuri wa Natalia. Akamwambia kwamba baba amemleta mtu ambaye naona ndo alikuwa mtu sahihi wa kuishi na mimi pale, kwa sababu kwanza Natalia anaonekana ananipenda sana, lakini pia ananijali na kutengeneza kila ambacho mimi ninakitaka, lakini hata mimi pia nimempenda. Na sio hivyo tu, ila hata baba ambaye ni Chente na yeye anaonekana amefurahishwa na Natalia. Sasa wakati Chente leo amekwenda kwa Gustavo, ambapo ni sehemu ya gereji ambapo Gustavo alikuwa ana gereji yake, leo naona baada ya kufika anakutana na mke wa Chente, na baada ya kukutana naye mke wa Chente anamwambia kwamba aliwahi kumkaribisha Natalia nyumbani kwake, lakini Natalia alikataa. Kwa hiyo Natalia ana mpango wake binafsi, kwa sababu ile nyumba ilikuwa imesajiliwa kwa jina lake, basi ana mpango, anataka hakikishe anawaondoa kabisa watu hao katika nyumba hiyo. Kwa hiyo akasema kwamba kuna mpango, kwa hiyo kama hawatamfukuza mapema basi mwisho wa siku watajikuta anapoteza kabisa nyumba yake. Chente hakutaka kuwa mvivu, ilibidi aondoke mahali pale na kwenda kwenye wizara ya ardhi, na baada ya kufika alikwenda akakutana na wale watu, lakini baada ya kukutana nao naona walimwambia kwamba ni kweli nyumba ile ina hati ambazo zimeandikwa kwa jina la Bi Natalia. Kwa hiyo kama hata muondoa kwa haraka basi atajikuta anaondolewa kabisa katika nyumba hiyo, na ambacho amekosea aliambiwa ni kwamba kumkaribisha Natalia katika nyumba ile. Kwa hiyo mwisho wa siku atakuja kujikuta hana chochote, yani kila kitu anakuwa amekwisha kukipoteza. Jambo lile lilimfanya ajisikie vibaya, na mpaka kupelekea sasa kupanga mpango wa kuhakikisha anamuondoa Natalia katika nyumba yake. Na haikuchukua muda, aliwapanga wadogo zake waondoe watoto au watoto wa Natalia katika nyumba ile, waende mbali kidogo, alafu yeye aingie ndani na kutoa mabegi yao. Kwa hiyo watakapokuja, kwa kuwa hawana ufunguo, watajikuta hawana pa kwenda. Ni kweli alifanya hivyo, na watoto wale baada ya kufika tunaona walikuta tayari mabegi yao yako nje, lakini sasa ilibidi wamtafute Gustavo na kwenda kuishi kwake. Lakini mke wa Gustavo alionyesha kutokutaka kabisa kitu kile, kwa sababu Natalia upande wa pili baada ya kufika kwa Chente aliambiwa hamna chochote ambacho anaweza kukipata kwa wakati huo, lakini wakati huo Benja alikuwa bado yuko shuleni. Kwa hiyo akisharudi sijui varangati litakuwa namna gani, kwa sababu Benja alikuwa akimpenda sana Natalia. Na kwa upande wa Gustavo leo naona amemwambia mke wake, bwana, kama hautaki watu hawa waishi hapa basi mimi sitaendelea kuvumilia, na mimi nitaondoka, nitakwenda kuishi na mwanamke mwingine. Tamthilia yetu kwa siku ya leo inaishia hapa. Wewe nikukumbushe kusubscribe ambaye hujasubscribe channel hii, na ambaye umesubscribe endelea kulike, kushare na kucomment. Asante.